Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa mawaziri wa fedha wa kundi la nchi 7 tajiri duniani G7 wametaka mlango wa bahari wa Hormuz ufunguliwe haraka ili kulinda uchumi wa dunia. Ripoti inaeleza kwamba mawaziri wa fedha wa kundi la nchi 7 tajiri duniani G7 wametoa wito wa kufunguliwa haraka kwa mlango wa bahari wa Hormuz, huku wakionya kuwa mvutano unaoendelea kati ya eneo hilo unaweza kuathiri vibaya uchumi wa dunia. Katika taarifa yao ya pamoja, mawaziri hao walisema njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta katika hali ya kawaida ili kuhakikisha usalama wa biashara ya kimataifa na usambazaji wa nishati duniani. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani, ambapo sehemu kubwa ya mafuta na gesi kutoka Mashariki ya Kati hupita kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na maeneo mengine. Hofu ya kufungwa au kuvurugwa kwa njia hiyo imeendelea kuongeza wasiwasi wa kupanda kwa bei za mafuta pamoja na kuyumba kwa uchumi wa kimataifa. G7 pia ilisema kuwa kuna umuhimu wa kushughulikia changamoto za sasa za mizania ya biashara na akaunti za kimataifa ambazo zimeendelea kuathiri uchumi wa dunia katika kipindi hiki cha migogoro ya kisiasa na kivita. Aidha, kundi hilo lilisisitiza kuwa dhamira yake ya kuendelea ni kushirikiana kimataifa katika kukabiliana na hatari za kiuchumi, huku likitaka juhudi zaidi za kidiplomasia ili kupunguza mvutano unaoendelea katika eneo la Ghuba. Sasa kundi la G7 linaundwa na nchi 7 tajiri na zenye ushawishi mkubwa kiuchumi duniani, ambapo kuna Marekani, Canada, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia pamoja na Japan. Kupitia mawaziri wake wa fedha wametaka mara moja mlango wa bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa haraka. Na hii ni message moja kwa moja kwenda kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la wanamaji ambalo limeweka zuio kubwa katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kuzuia meli zote ambazo zinapaswa kupita katika eneo hilo zisipite kabisa, kutokana na uzuiaji ambao ulifanywa mapema kabisa baada ya vita kuchachamaa kati ya Marekani, Israel pamoja na Irani. Sasa hivi ni takribani siku zinakwenda zaidi ya 70 huko bila mlango wa bahari wa Hormuz kufunguliwa, na bado shughuli za usafirishaji zimekuwa ni ngumu na zimekuwa hazitabiriki kutokana na hali halisi ya mlango wa bahari wa Hormuz. Sehemu zote duniani kilio ni kimoja tu, mlango wa bahari wa Hormuz. Imekuwa ni story kubwa ambayo imewaumiza mataifa mengi na kuchagiza kupanda kwa bei za mafuta karibu duniani kote. Kila nchi imeguswa kwa namna moja ama namna nyingine katika upandaji wa bei za mafuta baada tu ya mlango wa bahari wa Hormuz kufungwa na jeshi la wanamaji la Iran. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote. Kuna mengi ambayo yanajiri duniani na hatutoacha kukujuza mtazamaji wetu ambaye umekuwa ni wa thamani sana kwetu sisi siku zote. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.